Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Kenneth Kazungu Tungule. Mimi ni mbunge wa Ganze na pia mimi ni katibu wa chama cha PAA. Kwanza nataka niseme tumekuja hapa leo kwa sababu ya mwito. Tulikuwa tumeambiwa kwamba kuna umoja wa Wamijikenda ambao unakuja kuanzishwa hapa, na ilikuwa pia ni kama kusherehekea ama commemorate Mheshimiwa Ronald Gideon Ngala ambaye amekuwa mwanasiasa mkongwe na ni mwanzilishi ama one of the founders wa hii nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ulikuwa ni mwaliko na tumekuja kwa sababu tumejua ni mwaliko muhimu sana. Lakini tumefika hapa, tumefuatilia events zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini tunaweza tukasema kwamba bado tuna safari ndefu sana kama Wamijikenda, kwa sababu hata vile hii function imekuwa organized, wameacha kipengele muhimu sana, kwa sababu hapa nimeona wenye wamespearhead first of all ni watu wanajiita technocrats. Alafu pili, wamekaribisha watu ambao ni wakongwe katika kisiasa, walikuwa wanasiasa na ni watu ambao wamekuwa na nyadhifa kubwa ndani ya serikali muda uliopita, na sasa karibu wote wameretire. Tukifika hapa tukaambiwa kwamba hii si function ya kisiasa, kwa hivyo hakuna mwanasiasa ambaye ataongea. Na nafikiri hapo ndio mwanzo tunakosea, kwa sababu Ronald Gideon Ngala alikuwa mwanasiasa, na si mwanasiasa tu, alikuwa mwanzilishi wa hili taifa. Kwa hivyo ilikuwa ni vizuri ama ilikuwa ni sawa kuwa wanasiasa wenzake wapate nafasi, kwa sababu sote tunataka umoja wa pwani, lakini umoja wa pwani hauwezi kuja kama mtatenga watu fulani, na ninavyoona hapa sasa tayari ni kama ambaye wanasiasa wote wametenga. First of all, hata ni mimi peke yake ambaye nimekalia kiti sasa nimeweza kufika hapa, hakuna mwanasiasa mwingine ambaye ameweza kufika, na nafikiri hawakuja kwa sababu ya ile dukuduku ambalo limekuwa hapa ya kwamba hii si function ya kisiasa, kwa hivyo hakuna mwanasiasa ambaye ataruhusiwa kuongea. Jambo la pili, hapa tumeongea kuhusu umoja wa pwani, ambalo ni jambo zuri. Tunajua unity yetu imekuwa elusive kwa miaka mingi, lakini hatuwezi kuweka mbele kutafuta umoja wa watu wa pwani, watu ambao wamehudumu kwa miaka mingi katika serikali na hawakuleta umoja hao wakiwa ndani ya serikali. Kwa sababu sasa tunasema Chirao Ali Mwakwere yeye ndiye spokesman wa Mijikenda. Tumeona wale ambao wamespearhead, kuna Morris Zora amekuwa pale, Mtanalewa amekuwa pale. Hawa wote wamekuwa viongozi na wamekuwa part and parcel ya wale watu wamegawanya pwani kwa hiyo miaka ya nyuma. Saizi wao wamefika, I can say they have reached their sell by date. Hao ni wakati saizi wakae nyuma, waache watu tofauti waweze kuendeleza hii agenda ya watu wa pwani. Kwa hivyo mimi naona hii ni drama tumefanyika hapa, ama ni talk show, lakini hakuna kitu yoyote ambayo tutaweza kuachieve kama hawa watu nimeona hapa wakiwa mstari wa mbele. Kwa sababu tumeona chairman ni Kingi alikuwa deputy governor kule Mombasa. Mwingine ambao wanafuatana ni Saburi, alikuwa deputy governor kule Kilifi. So hawa ni watu ambao wamekuwa katika system kwa muda huo wote, lakini wakikalia viti wakati huo walikuwa hawaoni maana ya umoja wa pwani, kwa sababu walikuwa wanashiba. Saizi wako nje na kura imefika karibu, definitely wamekumbuka kuwa kumbe pwani inatakana iongee. Sisi sote tunataka umoja wa watu wa pwani, lakini kitu naweza nikasema hapa, umoja wa pwani hautakuja kama ni kupitia kwa hawa viongozi ambao nimewaona hapa. Pengine mlihusishwa katika masuala ya kumchagua nyinyi kama viongozi vijana kaunti ya Kilifi na Kwale, na pamoja mkahusishwa na maongezi? Mimi personally sijahusishwa kama kiongozi kutoka Ganze, na sidhani kuna any sitting MP ambaye amehusishwa katika kuchagua spokesman wa Mijikenda. Na hilo pia tayari kuna tashwishi fulani, kwa sababu unajua spokesperson ni mtu ambaye unatakana kuwe na haiba kubwa sana, na spokesperson wa kabila kama la Mijikenda inatakana mtu ambaye bado yuko na nguvu za kutosha kuweza kufanya hiyo kazi. Sasa tukichagua wazee kama kina Mwakwere saizi, tunawaheshimu kwa sababu ya busara zao, lakini they have been there and they did not achieve it during their prime years. Hatuwezi sema saizi hao ndio tutaweka kipaumbele waweze kuunganisha, lakini kuna viongozi ambao bado wako na nguvu, ambao tukiwashika hao wataleta umoja wa hii pwani yetu.
Kwa hivyo mimi nataka kusema tu kwa maoni yangu kwamba this is just but a talk shop, na kama hamwamini tutarudi hapa mwaka ujao time kama hizi tuone kama tutakuwa gani, kama wamejikenda tumeweza kufika ama tunaweza kuchukua pamoja katika kutafuta umoja wetu. Mimi ningeomba tu wananchi especially wa Pwani, let's rally around, let's stay behind the leaders who are still in power right now. Tuko na viongozi kama kina Kingi ambaye alianzisha chama cha PAA, na chama cha PAA kina uwezo wa kuleta wananchi wote pamoja. Let's support viongozi ambao wako mamlakani, wako na haiba na wanaweza wakapeleka hii fani yetu. Lakini tukirudi kwa hawa wanasiasa wa Kongo ambao walikuwa na wakati wao mzuri, hakuna kitu walifanya, mpaka sasa hivi wamechoka, ndio wanakuja huku na umoja wa Pwani. Hiyo ndio wanaifanya kwa sababu ya zao za kibinafsi, lakini si kwa sababu ya umoja wa Pwani. Pengine nyinyi kama pesa ni 500 hapa tafadhali, tuweze kuja material nzuri zaidi kuziona. Kwa hivyo tafadhali, kama ni msemaji ametawazwa tayari, kuna support ama mtampatia nyinyi kama viongozi wa kaunti ya Kilifi? Gavana hajaonekana katika hafla kama hii, magavana wa kaunti zote za Pwani ambao kwa madarakani. Hafla yetu ya leo, personally mimi sitambui ni process gani ilifanyika ama ni parameters gani walitumia mpaka wakachagua spokesman Chiro Alimwakwere. Kwa hivyo kwa vile mimi sikuhusishwa na najua viongozi wengine wengi hawakuhusishwa, sidhani kama kuna kiongozi ambaye aliye mamlakani saizi ambaye atasimama na uamuzi ambao umefanyika hapa saizi. Kwa hivyo hiyo ni kusema kwamba sisi hatutambui kuwa Chiro Alimwakwere amechaguliwa kama msemaji wa Mijikenda. Hiyo wamefanya hao katika mikutano yao ambayo sisi tulikuwa hatuitambui, na sisi tunajua the correct spokespeople wa wananchi, it is their elected leaders. Bana hao ndio wamepewa mandate na wananchi waweze kuongea mambo yao. Kwa hivyo kama ni kiongozi Pwani ama kama ni kiongozi tuseme wa Mijikenda, tuko nao viongozi ambao wako mamlakani saizi ambao they can articulate issues kuhusu Mijikenda na ukatafuta suluhu. So as I said earlier, huwa hii ni drama imefanyika tu hapa, lakini sioni kutakuwa na matokeo yote zaidi hapo. Nikichangia kidogo adjust. Okay. Nikichangia tu kwa ufupi yale Mheshimiwa Tungula ameongea, SG wetu wa chama cha PAA ambacho ndio chama tawala hususan katika mkoa wa Pwani. Nafikiri hii imefanyika hapa ni vitimbi tu vya kisiasa. Maanake tukiangalia kuanzia Makwere mpaka wengine wote ni political brokers kufikia sasa, maanake hawana mwelekeo tena wa kisiasa. Huku nje wanaumiana jua, hawajui ni mahali gani watakaa. Na kwa sababu hawajui mahali gani watakaa, lazima watafute mbinu. Na wametafuta mbinu, wakajua mbinu ni turudi kwa mzee mwanzilishi wa umoja wa watu wa Pwani. Hapo ndo wametafuta njia ya kujifichia. Lakini mimi nataka niwaambie hivi, hatutakubali Mpwani auzwe kwa watu wengine kama vile waliuza shirikisho. Sisi ni watu tunajielewa, na karne hii tunayokwenda sisi tunajua ni wapi ambapo tunafaa kuingia. Tukiangalia tuko na ndugu zetu ambao wako juu katika serikali ya kitaifa. Kunaye Salim Mvurya, kunaye Ali Hassan Joho, na kunaye party leader wa chama cha PAA Amason Jeffa Kingi. Wao ndo wanaweza kutupatia sisi kama Wapwani mwelekeo wa kisiasa. Tusianze kuonyeshana ubabe saizi kwamba tunakaa kwa sababu kura imekaribia, sasa tuanze kupangiana tena. So sisi tuko wazi, hatutapangiwa kuanzia sasa, tunajipangia wenyewe, manake tunajua ni nini tunataka kama Wapwani. Hatuwezi kutoka nje ya serikali tukaenda nje.